Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kwa majina naitwa Mwalimu Bartholomeo Christophe Maluka, mkuu wa shule Kids Care Kyela. Tupo hapa na wageni kutoka Ulaya, wapo hapa kwa ajili ya huduma ya meno. Kwa hiyo watakuwa hapa kwa muda wa wiki moja kuanzia leo mpaka Ijumaa. Kwa hiyo tunazidi kuwasihi wazazi wote wenye matatizo ya meno waje mahali hapa. Wataalamu wapo, kila aina ya tatizo la meno unaweza kufika kuchunguzwa na kupata huduma hiyo ya meno. Kwa hiyo tunawasihi wazazi wote, karibuni sana Kids Care Ngonga, hapa shuleni ndipo kituo kilipo. Huduma hii imelenga watu wote bila kujali umri, kuanzia mtoto mdogo, wakubwa, wote tunawakaribisha kuja kwenye kituo hiki kuweza kupata hiyo huduma. Watu kutoka maeneo yote mnakaribishwa kufika kupata hiyo huduma, na huduma hii inatolewa bure bila gharama yoyote ile. Kwa hiyo gharama yako wewe ni mguu wako kuleta mahali hapa ili kuweza kupata matibabu. Hii huduma hapa ni mara ya pili, na awamu ya kwanza ilishafanyika na watu wengi kwa kweli walifurahia huduma yao, na hii ni mara ya pili wamefika tena kutoa huduma hii. Kwa majina naitwa Mr. Adamson Asajile Mwambola. Ni mtumishi wa Kids Care, hii taasisi au niseme NGO iliyokuja hapa katika kata yetu ya Ngonga, wilaya ya Kyela, mkoa wa Mbeya. Miaka iliyopita kutoka 2007 wakati wanaanzisha shule ya chekechea na hatimaye kuanzisha shule ya msingi English medium 2013, na mpaka sasa nimekuwa mtumishi. Na kwa nafasi yangu sasa kutoka taaluma ya walimu nilionayo, kwa sasa nimekuwa meneja wa taasisi hii kwa wilaya ya Kyela. Kwa sababu tuko Kyela lakini pia tuko Dar es Salaam. Kwa Tanzania hii tuko mikoa miwili, mkoa wa Mbeya na mkoa wa Dar es Salaam, kufanya operation hizi za kutoa elimu, na kwa Dar es Salaam tuna kituo pia cha kulea watoto yatima. Cha kwanza ni shukuru taasisi hii, lakini pia ni shukuru serikali ambayo ipo bega kwa bega kuipa sapoti Kids Care toka imeanza kufanya operation yake katika swala la kutoa elimu. Hawa mafounder au wanzilishi wa Kids Care, wao ndio waliopata kuwa na cooperation na hawa ambao saizi wanafanya huduma hii ya meno, taasisi yao ikiitwa Always kama inavyojieleza. Tunawashukuru Kids Care kwa kufanya coordination nao. Sio mara ya kwanza, waliwahi fika japo kwa uchache, waliwalenga wanafunzi wetu hapa na wanakijiji tu au ndani ya kata kwa kifupi, kwa lengo tu ya kutoa huduma ya kinywa na meno, huduma zao zikiwa bure, hakuna gharama yoyote. Gharama ya mtu ni kufika mahali hapa. Kwa hiyo ni miaka 10 iliyopita, kwa sababu walifanya hii huduma mwaka 2015. Kutoka hapo tunashukuru Mungu kwa kutukumbuka tena, wakiendelea tena hawa wakuu wetu, director wetu wa Kids Care waliofanya organization ya kuwafanya hao watu tena warejee huku, waje wafanye huduma tena ya kinywa na meno bure, ambao mpaka sasa wametua. Jana tumewapokea uwanja wa ndege pale Mbeya, kwa makao makuu yao. Saizi wanaishi pale Ngonga Beach Resort, ambapo sasa kazi yao kama tulivyotangaza kwenye baadhi ya vipeperushi na mabango ya kubandika, ilikuwa uanze leo tarehe 30 mwezi wa 9 mpaka watakuwepo mpaka siku ya Ijumaa, ambao ni tarehe 3 mwezi wa 10, japo kwa Ijumaa itakuwa muda mfupi, watafanya saa 1 mpaka saa 6 ili wanajipanga kuweza kurudi. Pengine sasa wito wako kwa wananchi wa Kyela? Wito wangu kwa wananchi wa Kyela ni kuweza kuitumia nafasi, kwanza nafasi ya ziji mara mbili. Ni yoyote mwana Kyela aliyepata taarifa kwa kusoma kwenye mabango, aliyepata taarifa kwa vipeperushi vya watoto wetu tuliowapa vipeperushi kuwaonyesha wazazi, tuliyempa taarifa mmoja kaeneze taarifa, na mahali pote ni kuchangamkia au kuitumia fursa ambayo imekuja bure. Najua tunavyoumwa, sometime unaweza kaumwa jino. Mimi mwenyewe nilitoa jino, lakini nilipata muda kuweza kwenda kutoa kwa sababu sikupata hela. Na hela tunajua saizi
jino moja 15, chini hapo sijui, lakini ukienda private unakuta kwamba kuanzia hapo kwa unakuta kwamba kwa muda huu wanakiela wanafusa bure, ipo mahali hapo ikiendeshwa hapa shuleni Kids Care, ni yeye mtu na kuweza kufika na kupata huduma atakayoipata ya kinywa na meno, kwa waweze kuichangamkia. Mara tu mwingine atakayepata taarifa kuanzia leo ana fursa ya kuja leo, ana fursa ya kuja kesho mpaka Ijumaa ambao wanaishia saa 6. Kwa majina anaitwa Sifaeli Gideon Mwanjabara, mkazi wa Kyela mjini. Nimepata hizi taarifa za huduma ya meno ni kama wiki 3. Niko sasa Ngunga kwa ajili ya kutibiwa meno. Nina shida ya meno, kuna meno yamekeki, mengine yametoboka. Tunashukuru kwa ujio wa wataalamu wa meno watatusaidia. Lakini naona mwitikio tupo lakini sio vile. Najua wenye shida ya meno ni wengi. Kyela itusaidie hata ipite gari ya matangazo kwa sababu ni huduma ya bure. Kuna mwingine anaugulia ndani hana hela ya kwenda kutibiwa meno, lakini wapo wataalamu ambao ni bure. Mimi naona msaada wa serikali ungejitolea. Utoe gari ya matangazo, hizo vyombo vya habari, Radio Kyela, FM, watangaze, watu waje kwa wingi. Na sio kwamba tuna shida ya meno tu. Mimi nimevaa miwani na shida ya macho. Kyela sijajua shida ni nini. Umeona hichi kidude hiki? Kuna wengine ni vingi sana. Mimi vina tabia ya kuota na kupotea, yani vinaota na kitibia kinapotea. Na hisi aidha ni vyakula, lakini pia tungepata wataalamu wa kututolea hivi visunsu au hata tukapata tiba ambao kama ni dawa za kunywa au ndo kujitolea kuvitoa bado ingesaidia. Unaona, utaona hata wenye shida macho wengi wameota hivi sunsu, kila mtu anavyo, ni vingi kwenye familia zetu, sio mmoja. Kwa tunaomba msaada, tuna magonjwa mengi nyemelezi, hatujajua ni vyakula au ni nini. Wasiishie kututibia meno tu, vipo vingi ambavyo tunasumbuliwa navyo. Asanteni. Pengine sasa kwa watu ambao hawajajitokeza, unawaambiaje? Mimi nadhani mimi binafsi nimepata na wiki 3, lakini bado naona labda sijui huwa ni umbali, kwa sababu mimi usafiri ulionileta nimetumia 12,000. Yani kwenda na kuja na kunirudisha nitalipa 12,000. Sijajua labda watu wa mjini wameshindwa kuja kwa ajili ya uwezo hawana, lakini kama wameweza kutoa hapa bure basi wasaidie hata mjini wakaja, hata wakikaa siku moja kuja kusaidia watu haina shida. Mimi naitwa Abel Mombone, ni mkaaji wa kijiji cha Itenia, kitongoji cha Isuba, kata ya Ngonga. Kwa ujio wa madaktari waliopo hapa, sisi wazazi au wazee tuliopo hapa tumefurahi sana, kwa sababu wengi hatuna fedha ya matumizi, na tunaomba kwamba matibabu haya yasiishie haya ya meno tu. Sisi tuna magonjwa mengi sana huku. Kuna nikisema vipengele vingi ambavyo wazazi ambao wako huku au wananchi walioko huku wilaya ya Kyela, kata ya Ngonga, kuna magonjwa mengi mbalimbali. Kuna sisi kwa mfano kama mimi mzee, nizungumzie kama uzee, sisi tuna magonjwa mengine yanaitwa tezi dume, nayo napenda wangekuja kwa ajili ya kutucheki, kwa sababu watu wanakufa bila kujua. Hivi ninavyoongea kuna hivi karibu watu 2 tunataka kwenda kuzika sasa hivi, wamekufa ghafla tu. Mimi najua ni sababu labda ni magonjwa ya moyo, maana pressure inadondosha tu watu. Mimi nasema hivi ni kwa sababu pengine wajajua, na wakati mwingine nilile neno niliwaambia kwamba kuna watu 2 ambao tunatakiwa tuzike leo, wako kwenye msiba. Siajabu kesho watajitokeza kwa wingi. Lakini na sisi hapa tutakuwa mabalozi wa kwenda kuwaambia huko kwamba jamani, kule kuna matibabu ya bure, wako madaktari, tena ni wengi, sio mmoja. Maana wengi wanaweza kusema pengine watachelewa, kwa sababu shughuli za hapa na hapa, unajua lishe bwana, usipohangaika watoto hawatakula. Kwa hiyo najua kabisa watakuja wengi kwa siku hizi 2 zilizobaki. Yes. Your name? My name is Mary Notman. I come from Kids Care Tanzania, which is a small educational NGO that works with village children, trying to bring quality English medium education. So we have schools, kids care schools in Kyela, preschool, primary,
and a secondary in Ibanda. Welcome anytime to come and visit our schools. I have been working in Kiela since 2005, so I can say Ugunile and Daga Fijo, and I love this community here. In Ngonga, we held a dental camp in 2016 and had a very, very good turnout. My friend Carolina, who runs the NGO OWOS, which stands for One World, One Smile. They are a group of dentists that bring free camps to different areas of Tanzania that are not so easy for people to get to the dentist. So when she offered to come again, we said, karibuni sana sana to Kids Care Kiela at Ngonga, and we are hosting the camp here together with this wonderful group of volunteers, who many of them, 13 of the volunteers, are Tanzanians and 4 are Wazungu dentists. Okay? And for how long you'll be here? In Tanzania? The camp will be here. Oh, the camp will be here until Friday morning. So if you want your teeth fixed, if you've had any problem, especially in the last 6 months, swelling, toothache, any problem with your teeth, you are welcome to come here. It is a free camp. Come as early as possible because I think a lot of people will come. And so it starts at 8 o'clock in the morning. Tomorrow morning, Wednesday, Thursday, Friday, it will be 8 o'clock till about 11 because our guests have to get to the airport. So please come one, come all. If any of your children have problem, or even if you just need a checkup, karibuni sana. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Okay, my name is Dr. Carolina Benalal. I am co-founder of OWOS Tanzania. We have been an international organization in Tanzania since 2014, and we do oral care throughout the country. We organize outreach camps, and we build dental care units in places where they're needed. Okay. Well, since you started this and until now, how do you see the progress? So we are really a grain of sand in this problem. The problem with oral health in Tanzania is very, very, very big and hard to control. There's 30 million people that have no access to oral care. So we are trying to make an impact, but we are not sure that we can make a difference on our own. It would need a lot of organizations to do the same, and probably a lot of changes also at the government level, so that oral care is handled in the right way. Okay, it's second time here in Kiela. Kiela, it's the second time, yeah. Yes. The first time was 10 years ago. What the turnout of the first time? The turnout of the first time was big. This one is much bigger. There's a lot more people 10 years later with problems than 10 years ago. It could also be the information, how the information was transmitted to the population, to the communities. For us, it is overwhelming to see so many tooth problems in a population that has access to water and food, and you wonder why. Is it because the treatments have to be paid for normally? Is it because there are not enough health professionals to take care of them? That's what has to be addressed. And your expectations after this operation, what are your expectations? So for the operation itself, we would like to see 800 patients in 4 days. That's why we brought such a big team. Ideally, I would, and this is more a dream than a reality that will happen, I would love to be able to sit down with government officials
and tell them this is the situation in Kyela, or this is the situation in Kigoma, or wherever we go. And this is, in our opinion, what needs to be done and how we can contribute to do it. But it's not an easy conversation to have. It's not easy either for officials to sit down with us and listen to us. It's not easy. We do our job for the communities, but I'm not sure that we can have an impact unless people listen to us. Have you ever tried to make some little conversation We with are, the government? of course. We try to have conversations, and we try. What is the result? Nothing. Nothing. Not much. More barriers for us to do our job, not less. We get more and more barriers for us to be able to do our job. And what's your message to the government? My message is once they know the organization and there is mutual respect for what we're doing and what they're doing and what we're trying to do, let's work together on changing what's going on in Tanzania instead of just working on treating patients, changing at the root what's going on. Because I think that once we've done more than 20 outreach camps, and once you've done so many outreach camps, you have an idea what the problem is. Obviously, there's a lack of professionals, but there are other problems that can be dealt with. And I don't see a difference from 10 years ago to today. So you don't see the improvement? I don't see any improvement. Yes, they're trying to remove amalgam. So that's material we use in dentistry. They're trying to remove amalgam in Tanzania. Yeah, great. But so many more people need extractions. They tell us, don't do unnecessary extractions. When a person needs 10 extractions, they're not unnecessary. They're in pain. We have no choice. So it's almost like maybe you should come to the camps and see what we see so that you can have a clear idea of what's going on in the country. Maybe I'm wrong, but I do believe that they look at numbers. We look at patients. So there's a different thoughts about that. Of course, we have numbers also. We have two people getting numbers and doing statistics, but numbers lie. Is there any government official who can stay with you in this camp for those 4 days so they can get the picture of how big the problem is? In all the camps we've done, except for obviously the local officials that come and visit us and welcome us to the community. But we haven't seen officials stay long enough to see the problem. And you also have to think, and this is not Tanzania, this is all over the world, that the people that are sitting behind the desk are not treating patients. They are dentists usually, but you have to go in where the patients are and look at their mouths, not just look at the lines and is there 300 people waiting, look inside the mouths. And I've seen here things that I've never seen in any dental book I opened. So it is worth, I don't know. I don't know what the change has to be. I don't know. We're doing what we can with what we have, but I really feel like there has to be a bigger change, yeah. Thank you for your time. Thank you very much for having us. Okay. Naitwa Dr. Joram Mwaipungu. Natokea hospitali ya wilaya ya Kyela, daktari mkuu wa kinywa na meno. Kwa wilaya ya Kyela tatizo lina ukubwa, of course. Lakini kuna efforts tunazifanya kwa ajili ya kukabiliana na tatizo hilo, hasa kwa hii jamii yetu ya Kyela. Tunajua wengi wanasumbuliwa sana na tatizo la meno. Kuanzia kuoza kwa meno, hasa kwa watoto wadogo, tunapoelekea umri wa kati na kwa wazee zaidi. Matatizo ya kuoza kwa meno na matatizo ya kulegea kwa meno. Hayo tunakumbana nayo na tatizo lipo. Kwa hiyo tunaendelea kupambana nalo kwa kufanya efforts mbalimbali za kutoa elimu. Kwa mfano kwenye mashule huwa tunafanya program za kutembelea kwenye mashule kuwapa elimu ya namna gani ya kuyatunza yale meno. Kwa kufanya namna gani ya kufanya usafi wa kinywa na meno kwa kutumia hizi brushes za kawaida ambazo tunazipata kwenye maduka. Lakini pia huwa tunafanya
tunaita outreach, huduma za mkoba hizi. Tunaweka kempu mbalimbali kutoka, labda tunaweza tukaweka kwenye zahanati zetu hizi za huduma. Tunawaalika wananchi wanakuja kupata pale huduma badala ya kusubiri mpaka kwenda kwenye kituo cha mbali, aidha hospitali ya wilaya au kituo cha afya ambacho kinatoa huduma za kinywa na meno. Kwa hiyo ndio tupo tunapambana hivyo. Okay. Watasaidia kwa jamii yetu ya Kyela, hasa kwa hizi kata za upande wa huku Ngonga na kata za jirani, of course, na hata kwa Kyela kwa ujumla, kwa sababu matangazo yamefika sehemu mbalimbali kwa kutumia mbao za matangazo kubandika sehemu za mbalimbali za makusanyo, sehemu za vilabu, sehemu za makanisa. Imepita matangazo kwa ajili ya kuwatangazia hii huduma ambayo inaanza leo tarehe 30 na ukomo wake Ijumaa tarehe 3. Kwa hiyo itasaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu huduma zinazofanyika hapa ndio zile ambazo wananchi wetu wanapata changamoto za magonjwa hayo ya matatizo ya meno. Nakushukuru sana. Ndio, asante sana. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.